Simba walikuwa bora kiwango cha kuwafanya Tabora United wawe wepesi mpaka wanafikiwa kwenye eneo lao la 6 ukilinganisha na mchezo waliocheza dhidi ya Young Africans? Yeah, of course ni nidhamu ya kucheza, kwa maana game plan ya mwalimu wa TRA hapa namzungumzia Etienne Daragije jana ilikuwa ni tofauti na game plan ambayo aliingia nayo kwenye mechi dhidi ya Young Africans. Hata ukiangalia sanaa yake ya kiulinzi jana haikuwa sanaa kama ambayo aliwaonesha Young Africans. Kwa maana gani? Unajaribu kuangalia jana ni kama vile timu aliruhusu kucheza na kuwa huru muda mwingi na kuifanya timu iwe inafanya mikimbio mingi, kwa maana coach aliamini Simba ni timu ambayo wao kwenye nidhamu pia ya kiulinzi hapo vizuri, kwa maana Simba walikuwa nafahamu wataingia kwenye mentality ya kwamba wao ndio timu nambari 1 ya kiwanjani. Muda mwingi watakuwa wana force, kwa maana kupitia kulia kwa Libase Gwe na kushoto kwa Anset Oura, and then pia watakuwa wana push katikati, kwa maana mwalimu jana aliingia na namba 10 wawili kimsingi, Neo Maema pamoja na Clatous Chama. Kwa hiyo mwalimu wa TRA Daragije alifahamu kwa mkakati huo basi Simba muda mwingi atakuwa anapushi. Hivyo basi yeye akaingia na mpango mkakati hakuwa timu ya pili kiwanjani, huku akiwa hajafanya mid block wala low block, kwa maana alikuwa anafanya high pressing na kutegemea counter attacks, kwa maana naye pia alikuwa na silaha zenye kasi, kwa maana namzungumzia Ramadhani Chobwedo, maana kile kitu ambacho alikuwa amekifanya muda mwingi alikuwa anawakimbiza walinzi wa klabu ya Simba. Kwa hiyo of course jana nizamu ya ulinzi na sanaa nzima kwa TRA ilikuwa haipo, tofauti na mechi ya Young Africans, kwa maana mwalimu aliamini Simba ni timu ambayo playing style yake ni tofauti na Young Africans, hata pia aina ya mchezaji mmoja, kitu ambacho kilimfanya ashindwe kufaulu kimbinu na Simba kuweza kuibuka na ushindi mnono wa goli 3-0. Hata ukiangalia bao ambalo amelifunga Kagoma unaweza kumsifu, of course ni defensive midfield, lakini kwenye lile eneo kumkuta wakati timu inashambulia close anaruka hewani anapiga free header, of course ni unyumbulifu, kwa maana kwenye akili ya mpira Kagoma alifahamu huu ni wakati ambao safu ya ulinzi ya timu pinzani haijakaa sawa, kwa maana imevurugano, kwa maana ilikuwa ni counter attacks, and then alipossess katika eneo sahihi na kufunga. Kwa hiyo utamsifu Kagoma kwa jitihada zake, na ile ndio mentality ya mpira, kwa maana alifahamu ule ndio uzoefu ambao tunategemea mchezaji mkubwa kama Kagoma aweze kuwa nayo. Kwa hiyo ni goli ambalo of course alilifunga kutokana na uzoefu wake aliyokuwepo nao, lakini pia ile akili kubwa ya mpira aliyokuwa nao, kwa maana alifahamu wakati huu nikiwa kwenye eneo hili, wakati ambao walinzi wa klabu ya TRA watakuwa hawajakaa kwenye eneo sahihi, itakuwa ni rahisi kuweza kufunga bao. Unaangalia hata reaction ya goalkeeper ilivyokuwa, ni kabisa wazi walikuwa hawajajiandaa na ile ambayo ilitokea. Okay, mtazama Clatous Chama toka amerejea Simba, kuna vitu amekuwa akijaribu kuvifanya lakini havitokei. Amekuwa akijaribu kufunga lakini imekuwa ngumu kwake kufunga. Ni kitu gani kinapelekea Chama amekuwa na wakati mgumu? Kuna wakati mwingine anakuwa na nafasi kabisa, unasema kwa Chama wa zamani hii nafasi alikuwa anafunga. Ni nyakati tu ambazo bado anapitia, anaweza karudi kwenye rhythm ile ya kufunga, au ndo tayari muda umesha kuisha, mwili unakataa, ufanisi tena umeondoka, ndio maana hana tena uwezo wa kufunga hata magoli mepesi ambayo alikuwa akiyafunga kabla hajaondoka Simba? Yeah, of course. Jaribu kuangalia kwenye kikosi cha Simba sasa hivi, mwalimu wa Simba Steve Becker aina wachezaji ambao yuko nao, kwa maana kulia Libase Gwe tunafahamu kasi yake ambayo yuko nayo, Yasem kushoto kwa Anseti Oura ama Elia Mpanzu, and then juu anakaa Selemani Mwalimu. Hawa wote ukiwaangalia ni wachezaji ambao kasi yao ni ajabu, kitu ambacho kinamfanya Chama ashindwe kumudu ile kasi ambayo wako nayo yote. Ndio maana unaona kwenye majukumu ama kwenye matukio mengi Chama amekuwa hapati kama nafasi ambazo kipindi cha nyuma ambavyo alikuwa na ile energy kwa 100% alikuwa anaipata. Kwa hiyo ni kama vile tu Chama mwenyewe ameshindwa kuingia kwenye ile kasi ambayo wale watu watatu wa juu ambao watu wanaona sasa kushambulia walioko nayo, na yeye pia ndio imekuwa inamgharimu, kwa maana kwenye waraka wa kimatendo Chama amekuwa sio yule kama ambaye tunamfahamu, au pengine ndio style yake ya uchezaji, kwa maana Chama tunafahamu katika upande wa kasi bado hajawa na hiyo kasi, pengine akiwa anafanya movements za mpira ndio unaweza kuziona zile locomotive strengths zake ambazo Logan anazifanya, lakini kwenye eneo la kasi kukimbia pasipokuwa na mpira hajawa na wastani mzuri. Kwa hiyo Chama always atategemea magoli ambayo tunasema ni zile rebounds zimkute katika eneo lake, and then a shoot ama a cave ndio afunge, lakini sio mabao ambayo utamkuta yes amejipossess sehemu and then apasie tena kufunga. Kwa namna ulivyoitazama Simba hapo jana, kuna utofauti wa Simba kwenye mchezo wa Big 19
Simba ya Singida Black Stars na Simba waliocheza na Pamba. Simba ambayo ilikuwa anacheza na force number 9. Jana Suleiman Mwalimu alikuwepo. Umeona kuna utofauti? Yaani uwepo wa Suleiman Mwalimu umeleta kitu cha tofauti ukilinganisha na hizi mechi tatu ambazo Simba walikuwa wanacheza na force number 9. Yeah, of course, kwa sababu ni shinikizo katika eneo la kushambulia, tofauti na alivyokuwa anatumika Ino Loemba kwenye lile eneo. Kwa maana Mwalimu ana uwezo wa kusumbua safu ya ulinzi ya timu pinzani, kuwapeleka kulia, kuwapeleka kushoto, kutokana na kasi yake ambayo yuko nayo. Lakini kimsingi yeye ni mshambuliaji, kuna sifa ambazo yuko nazo special, kitu ambacho mtu kama Ino Loemba alikuwa hana. Muangalie muda mwingi Ino Loemba alikuwa akai kwenye lile eneo. Muda mwingi utamkuta ameshuka chini aidha kwenye eneo la midfield ama pembeni, kitu ambacho kinafanya walinzi wa timu pinzani wawe na huo uhuru ambao wanafanya kuwin area balls na ground duels nyingi zinakuwa wanaziwin. Lakini kwa Mwalimu kwanza hatoi nafasi kwa walinzi wa timu pinzani kuweza kupata huo upenyo. Muda mwingi utamkuta anaweka ile pressure, kitu ambacho kwanza kinaipelekea timu pinzani kufanya makosa ambayo watagarimu, kwa maana kutoelewana kwenye lile eneo. Yani anafanya kazi ya kuvuruga yale maelewano katika safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kwa hiyo utofauti wa jana ni kwanza ni hilo, lakini cha pili ni aina ya msimamo ulivyokuwa, kwa maana Simba alifahamu kwamba mpinzani wake wa karibu, kwa maana Young Africans, tayari ameshaangusha alama kwenye game 3 mfululizo. Kwa hiyo kwao ilikuwa ni nafasi ya kufanya, na kama walikuwa wanafahamu hawa TRA ni timu ngumu, sio rahisi. Kwa hiyo nini tufanye? Kwanza tuwe na teamwork kiwanjani, and then tuwe na endurance. 3, tuone individual brilliance za mchezaji mmoja mmoja. Jana ndio umeweza kushuhudia, kwa maana wakati ambapo timu ilikuwa inataka timu nzima icheze, of course timu alikuwa anadeliver hicho kitu. Wakati timu ilikuwa inataka uwezo wa mchezaji mmoja mmoja uoneshe, unaona goli kama Neo Maema ambao walifunga ni individual brilliance yake mwenyewe, akili kubwa kutumika kupiga ule mpira juu ya ukuta. Kwa hiyo Simba jana alikuwa kamili kwenye kila eneo, licha ya kwamba unaangalia kwenye baadhi ya maeneo bado Simba wamekuwa na shida, hasa katika upande wa kutengeneza nafasi nyingi huku akiwa hazitumii zote, kitu ambacho kimekuwa ni kama vile muendelezo kwa upande wao. Lakini all in all unaona Simba ni kama vile imekuwa ina rhythms kwa wakati huu, kwa maana tayari combinations ways za wachezaji pamoja na Mwalimu zimeshafiti moja kwa moja kwenye mfumo. Kilichobakia tu ni baadhi ya maeneo kwenye upande wa kucheza kuwa ina ile nidhamu, hasa katika upande wa goalkeeping bado hajawa na ile utulivu mkubwa, kitu ambacho kitaifanya Simba kuwa na balance hasa kuanzia nyuma mpaka mbele. Lakini kwenye baadhi ya maeneo naona of course kila mchezaji anadeliver kwa kiasi chake. Kibabage water performance, underlapping, overlapping, amekuwa ni muhimili kwenye klabu ya Simba. Amesahau kabisa au amewafanya watu washabiki wa Simba wasahau kuhusu ule upande, na wamsahau kabisa Mohamed Hussein Zimbo Junior kwenye ule upande. Lakini pia Kapombe the ambavyo anafanya, Roshan Derak the same, pia Olivier Taure. Kwa hiyo ni kama vile Simba wameshaanza kuwa perfect kwenye kila eneo, licha ya kwamba bado kwenye eneo la goalkeeping pengine utulivu tu ndio ambacho kimebakia kwa Kasari, timu iweze kuwa 100%. Kasari Tanja, kwa maana Mamadou Kasari Tanja ndio binadamu peke yake ambaye anaonekana kuleta mushkeli kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Sio maneno yangu, ni maneno ya Leopard John ambaye ndio mchambuzi kinara wa Nile TV na The Golden Boot. Msoma ndio jina langu, nilikuwa na Yusuf Ramadhani Mpuma kama kamera operator. Tukutane tena muda mwingine. Alamsik.